mtazamaji wa Amasha Online TV, ni kwamba imeelezwa kuwa jeshi la magereza kwa sasa limekuwa ni sehemu ya chuo cha mafunzo kwa vijana kutokana na kutoa fursa ya elimu mbalimbali kama ya ufundi stadi kwa watu wanaotumikia vifungo vyao gerezani na kukabidhiwa baadhi ya vitendea kazi pindi wanaporejea nyumbani kujumuika na jamii zao. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa halmashauri ya mji Korogwe Ali Mkwavingwa alipokuwa katika gereza la Kwa Mgumi kwenye hafla fupi ya kumpokea na kumkabidhi vitendea kazi Bwana Tumaini Athumani Mahuji aliyemaliza kutumikia kifungo cha miaka 3 katika gereza hilo. Mahuji kabla hajaondoka hapa tumemkabidhi cheti cha mafunzo ambayo ameyapata hapa kutoka VETA, masuala ya ujenzi na vifaa vya kwenda kuanza maisha. Hii tafsiri yake ni kwamba jeshi la magereza sasa limekuwa ni sehemu ya chuo cha mafunzo kwa vijana wetu. Zamani masuala kama haya ilikuwa ni ngumu. Mtu anakaa hapa miaka 3, 2, 4, akitoka anatoka kama alivyoingia. Kwa hiyo ndugu yangu Mahuji namshauri sasa, akitoka hapa aende akashawishi vijana wenzake ambao anahisi labda alikuwa nao katika makundi mbalimbali, lakini bahati mbaya yeye ndo akawa targeted akachukuliwa. Akawashawishi watengeneze kikundi, wakakisajili katika ofisi za maendeleo ya jamii. Waje halmashauri pale, tuna fedha zao za kuwakopesha ili fani aliyoipata hapa iweze kupata tija na aweze kupata mtaji wa kuendeleza fani zake. Kwa upande wake, mkuu wa gereza la Kwa Mgumi, mrakibu wa jeshi la magereza Francis Makelemo amesema zoezi lililofanyika linaonesha magereza ni nuru mpya, huku afisa urekebu Staff Sergeant William Godfrey akieleza jinsi walivyompokea Tumaini Mahuji. Hii inazilisha kabisa kwamba kama kauli ya jenerali ya mwezi huu ni magereza ni nuru mpya. Yaani hii hali inaonyesha kabisa kwamba magereza kweli inafanya kazi ya kurekebisha watu. Walikuwa katika hatua mbalimbali ya chini, lakini baada ya kuingia gerezani wakapitia hatua mbalimbali za programu za urekebu, hatimaye wamefikia hatua ya mwisho, wamemaliza kifungo na anaingia katika jamii na elimu na pamoja na vifaa vya kumsaidia kufanya kazi. Hatimaye wasije akarudi tena gerezani. Ndio lengo letu la kijinai. Na baada ya kufika gerezani na kumsajili, tulimpangia programu za kumrekebisha ambayo yalipangiwa kufanya kazi za ujenzi. Na baada ya kuwekwa katika kazi hizo na kuonekana kwamba kweli anamudu kufanya kazi hizo, ndivyo tuweza kumuingiza katika programu ya kuweza kumrasimisha ili kuweza kupata cheti kutoka chuo cha VETA Korogwe. Na zoezi hilo lilifanyika, akaingia katika mafunzo maalum hayo na kuweza kufanikiwa kupata cheti. Naye Tumaini Mahuji amewashukuru maafisa wa jeshi la magereza kwa mafunzo aliyoyapata na kuwashauri vijana wenzake kuachana na matukio ya uvunjifu wa sheria, huku Isaya Mahuji, kaka wa Tumaini, akisema amempokea mdogo wake na wakifika nyumbani wataendelea kumjenga na kumweka karibu na jamii. Naanza kusema kwa shukrani kwa baba zangu walionilea hapa. Nikuja kwa majanga, lakini baada ya hapo nimepata vitu vizuri kama hivi. Cheti, nimejifunza vizuri kilimo na pamoja na ujenzi. Na nashukuru pia kwa kupewa vifaa, nimekabidhiwa vifaa hapo. Nenda kuanza maisha mapya uraiani. Ninachowaomba na ninachowapa ushauri, waachane na ugaidi, waachane na vitu ambavyo havifai uraiani. Kuna jela huku. Kwa hiyo wakae kwa amani, waachane na vitu ambavyo haeleweki mtaani. Wamrudie Mungu, waombe, wasali sana, wafanye kazi ambazo za nguvu zake mwenyewe za halali. Kwanza kabisa napenda kulipongeza jeshi la magereza kwa kumpokea ndugu yangu vizuri na kumpa pia na mafunzo mazuri kupitia jeshi hili, na pia nalipongeza kwa kuwa naye kipindi chote mpaka wakati huu anapoachiliwa siku ya leo, na pia nafurahi kwa kumpa ujuzi. Nafurahi sana na kuja kumchukua tuende nyumbani na yaani tumempokea vizuri. Kifika nyumbani endelea kuwa naye karibu, tutaendelea pia kumjenga na jamii
ili asije tena kuwa kama alivyokuwa hapo awali. Akiwa katika hafla hiyo ya kumpokea Tumaini, mchungaji Stephen Samuel wa kanisa la Church of God of Prophets la mjini Korogwe amemwasa Tumaini kumrudia Mwenyezi Mungu. Mimi ninachomwasa kama ni Mkristo, kama ni Muislamu, aweze kumrudia Mungu. Maanake katika jamii itakuamini ukiwa unatenda matendo yaliyo bora. Kwa hiyo kupitia changamoto hii aliyoipata kwake imekuwa ni funzo. Lakini kizuri kabisa amshukuru Mungu aliweza kumlinda ndani ya hii miaka mitatu akiwa salama na amemtoa salama. Sasa anakwenda kujumuika na familia yake au jamii ambayo aliiacha kwa muda, sasa anairudia. Kwa hiyo kikubwa awe muaminifu kama alivyokuwa muaminifu hapa mpaka magereza ikamkubali. Kutoka katika viwanja hivi vya gereza la Kwa Mgumi lililopo hapa mjini Korogwe, mimi ni Martin Mhina.